licha ya yale mengine ambayo tunafanya kwenye UKWATA, kwenye ibada zile lakini yale masaa mawili ya vipindi vya dini shuleni yakitumika vizuri, tuna uwezo mkubwa wa kutengeneza watoto, kutengeneza vijana ambao watasimama imara katika imani, lakini watakuwa na akili njema pia hata darasani. Ibada si utaratibu wa kawaida tu katika ratiba ya shule. Ibada ni nafasi ya mtoto huyu kukutana na Mungu. Neno la Mungu linaweza likagusa moyo wa kijana na kubadilisha na kumuumba kwa njia ya kipekee sana, kwa sababu tunasema neno la Mungu lina nguvu. Kijana anaweza kujifunza kuomba akipata nafasi ile katika kipindi vile vya dini, na kwa namna hiyo maisha yanaweza kubadilishwa. Kuna watu wengi leo ambao wanashuhudia kwamba walimjua Mungu kwa mara ya kwanza kupitia ibada, kupitia kipindi cha dini shuleni. Kwa hiyo ninapenda kuwaomba walimu muhakikishe ibada na vipindi hivi vinapewa uzito unaostahili. Muwashirikishe wanafunzi hawa kikamilifu. Niliposema walimu walikuwa wanaongoza sala zile za asubuhi katika shule za msingi, wakati mwingine walitupa nafasi pia. Mimi nakumbuka nilikuwa head prefect na walikuwa prefects wengine, tulipangiwa pia zamu ya kuongoza sala ya asubuhi bila kujua, kumbe wanaotesha kitu cha ajabu, mbegu ya ajabu sana ndani yetu. Na ndio maana wengine tumekuwa kama tulivyo. Katika kipindi kile cha UKWATA kwenye shule ya sekondari, ninakumbuka sana walikuwepo walimu very committed wa Kristo. Walichoweka ndani yetu hakitakaki. Naomba tumieni vipindi hivyo, ibada hizo pamoja na watoto hawa kama nafasi ya kuwajenga. Vipindi vya dini nafasi kubwa sana ya kugusa maisha ya vijana. Si vipindi vya kufundisha taarifa za dini tu, ni vipindi vya kupanda mbegu ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa, kama tunavyosoma katika Zaburi ile ya 119 mstari ule wa 105. Bila neno la Mungu vijana wetu watatangatanga na kufa bila tumaini, na hawatakuwa faida yoyote katika jamii, kwa kanisa wala nchi. Biblia inatufundisha kwamba mbegu ya neno la Mungu inapopandwa katika moyo wa mtu tangu akiwa mtoto, naweza kuzaa matunda kwa muda mrefu sana. Na wewe mwalimu unayefundisha dini, unayetumia nafasi hiyo na karama Mungu aliyoweka, uliyeitikia wito huu, hakika uko shambani kuotesha mbegu ambazo zikishaota zitakuwa na Mungu atajipatia utukufu. Niombe utambue pia kwamba maisha yako, jinsi unavyojiwakilisha mbele ya wale watoto, mbele ya vijana wale, yana nafasi kubwa sana. Waswahili wanasema maneno matupu hayavunji mfupa. Wanafunzi, watoto hawa wanatazama sana maisha yetu. Ndio maana Mheshimiwa Msaidizi, nakushukuru kwa neno hili ulilochukua kutoka kwenye Timotheo. Watu waaminifu, watu ambao wanaweza kuwa mfano wa kuigwa na wale watoto na wale vijana wachanga. Namna unavyoongea, namna unavyoshughulikia matatizo na matatizo yao, namna unavyoheshimu wengine,
kuwathamini wale watoto. Maisha yako mwalimu, ujue kwamba ni mahubiri yenye nguvu sana. Kama mwanafunzi ataona mwalimu anaishi kwa uadilifu, atajifunza somo kubwa sana kuhusu maisha ya Kristo. Maisha ya mwalimu na utumishi wake vinatarajiwa viwe vizalishe harufu inayowavutia wale watoto na watu wengine kumjua Yesu Kristo. Kwa maana Mtume Paulo kwenye waraka kwa Wakorintho, waraka wa pili, sura ile ya pili 14 hadi 15, anasema maisha yetu ni barua isiyo na maneno inayosomwa na wote wanaotuzunguka. Naomba maisha yenu kwa wale watoto, kwa kuwa mmeshaitikia wito huu, mmeuchukua wajibu huu kwa moyo, naomba maisha yenu yatoe harufu nzuri kwa wale watoto. Naomba kwamba msomeke vizuri katika mwenendo